Dada Jennifer, karibu. Asante. Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi niliwasikia mtandaoni. Umetusikia mtandaoni. Ushawahi kufanya kazi za ndani? Hapana, sijawahi kufanya kazi za ndani. Hujawahi? Sijawahi kufanya. Kwa hiyo uzijui, uziwezi? Naziweza kwa sababu nyumbani tunafanya kazi. Kwa sababu nyumbani mnafanya. Nyumbani kufanya usafi hapana. Okay. Okay. Haya, sasa kwanza nilipokuona nikasema umtakuwa umefikisha miaka 18, maana si hatufanyi kazi na watoto. Umefikisha? Ndio, na miaka 20. Una miaka 20? Yes. Umesoma mpaka form 6. Form 6? Wapi umemaliza form 6? Alpha James. Wapi? Alpha James. Iko wapi? Iko Morogoro. Morogoro. Kwa hiyo umetokea Morogoro? Umetokea Morogoro. Wazazi wako kule? Wako kule, baba na mama wanaishi kule. Okay. Ndio. Okay. Haya, karibu. Asante. Tuambie, majukumu ya nyumbani unaweza kufanya nini na nini? Kupika, kuosha vyombo, kufanya usafi. Majukumu yote ya nyumbani nayaweza. Unayaweza? Umewahi kulea watoto? Kulea watoto? Nimewahi watoto wa ndugu zangu. Watoto wa ndugu zako? Kwani umezaliwa wangapi? Nimezaliwa 4. 4, wewe wangapi? 3. Wewe ni 3? Okay. Kwa hiyo huyo mdogo wako sio mdogo sana. Mtu mzima na miaka 14. 14. Okay, sawa. Kwa hiyo watoto uliolea ni wanani sasa? Hao wa ndugu ni nani na nani? Mdogo wangu huyo wa mwisho ndo nilikuwa. Sasa huyo umemleaje wakati mmepishana kidogo? Huyo hujamlea sana. Mimi nazungumzia watoto kama watoto kabisa. Mtoto labda mchanga. Unakutana na mama ambaye hajajifungua, anajifungua kuanzia katoto kana 0 mpaka kanakuwa na mwaka, miaka 2, ndio na maana hiyo. Ndugu zetu wanakuja pale nyumbani. Wanakuja kuishi au wanapita tu? Wanakuja kuishi. Kama kuna dada zangu pale walishe kuwa na watoto wadogo. Kwa tunasaidiana nao kulea. Dada zako kabisa? Okay, na kwenye kupika unajua kupika nini? Vitafunwa vya asubuhi unapika nini? Chapati, mandazi. Chapati gani? Za maji na zile za kusukuma. Zote unaweza? Kweli? Kabisa? Chapati ya kusukuma ili iwe laini inatengenezwaje? Inatakiwa ukande sana, yani utumie muda mrefu sana kwenye kukanda. Okay. Leo unaweza ukatupikia chapati laini. Mbona uitiki kwa confidence? Uitiki kwa confidence, dada Jennifer. Na usafi? Usafi naweza. Unaweza? Unafahamu madawa ya usafi? Madawa ya usafi? Unajua usafi maanake unatakiwa ujue dawa gani za kutumia chooni, kwenye tiles. Kwenye madawa sijui, lakini tunatumiaga sabuni nyumbani. Sabuni za kawaida za maji. Kwenye kudekia choo na nyumba. Okay. Una smartphone? Au una simu ya kawaida? Sina simu ya kawaida. Ya kawaida. Sasa umetujua. Mbona umesema umetujia mtandaoni? Simu ya kawaida inakuwaje kwenye mtandao? Simu ya ndugu yangu. Ya ndugu yako? Simu kubwa. Ndio ulituona kupitia hiyo? Ndio niliona. Sawa. Sawa, nitaka nikuelekeze pia hivyo vitu vinapatikana kwenye mitandao. Madam umeamua kuja kwenye hizi kazi, sasa ni wakati wa kujifunza. Hapa tuna miongozo tumewaandalia ya kujifunza. Utaweza kukusaidia kufanya kazi kwa ubora ukiwa kwenye hizi kazi za nyumbani. Unaweza ukifanya kazi kwa kiwango tunachoelekeza, unaweza ukalipwa 500 au 300. Lakini inabidi upate maarifa ili ujue unatakiwa kuzifanyaje. Lakini zaidi pia kwenye social media pia na kuna maarifa mengi ya kujifunza. Hii hapa ni ramani ya maisha kwa wewe unayeanza kazi za ndani sasa hivi. Hii ni ramani ya maisha yangu mimi kutoka nilivyotoka kwa dada wa kazi mpaka nilipofika hapa. Nikielekeza ni namna gani unaweza ukatoka 0 mpaka ukafika juu, maana mimi nimekuja kuwasaidia wafanyakazi wa ndani wasio wanaishia tu kazi za ndani kila siku akizunguka kwenye kazi za ndani, akipata na bwana akamzalisha mtoto basi unarudi zako kijijini, umaskini unaendelea. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kuwasaidia mtoke kwenye mnyororo wa umaskini na muweze kupiga hatua. Kwa hiyo dada Jennifer na dada nani? Jina lako gumu. Chezeto.
Kikubwa ni hakuna kitu chochote kigumu kwenye maisha ya mwanadamu. Kama wewe umesisitiza sana kuhusu kujifunza, maisha tumejifunza vitu vingi sana. Tulizaliwa hata hatujui kuongea wala hatujui kutembea, ila tumejifunza, ndio maana tunafanya. Sasa hivi unaweza kunyanyuka tu katembea, wakati mwanzoni ulikuwa unatembea hatua moja unadondoka. Kwa hiyo na hizi kazi ni hivyo hivyo. Ukitaka kufanikiwa, yani unatakiwa uiweke kama ni shule. Yani ni sehemu ambayo pia utakwenda kwa ajili ya kujifunza. Na ndio maana sisi tuna miongozo ambayo tumeiandaa kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao kweli wana shauku ya kutoa huduma bora, wanataka kufanya vitu kwa ubora ili walipwe zaidi. Kwa sababu ukifanya kitu kwa ubora lazima kitakulipa. Sawa? Ila kwa wale ambao hawako interested, ndio hivyo, wataendelea kubaki hapo hapo miaka nenda rudi, mtu unakuwa ni traditional dada tu. Sana sana utakuwa unagombana na bosi wako, unakaa kazini unagombezwa. Kwa nini? Kwa sababu ya ujinga. Ni kwamba hujui jinsi ya kufanya kazi kwa ubora. Kwa hiyo inapelekea malumbano na bosi wako, wewe mwenyewe unaishia kukwazika, unarudi mtaani, lakini kumbe Biblia inasema siri ni moja tu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo ya kwangu ni hayo, na wadada wengine wote wanaotufuatilia. Sisi kazi yetu ni kuwaelekeza ili uweze kufanikiwa, upate hela nzuri, ulipwe vizuri. Fanya kazi kwa ubora. Ili ufanye kazi za ubora, kwa ubora lazima ujifunze. Au kuzaliwa tu ukajua, yani uwezi tu kudondoka ukajua tu. Huyu ni mwalimu lakini alienda chuo. Kwa nini ulienda chuo? Si utaka upate maarifa ya walimu. Asingeweza kuwa tu mwalimu from nowhere. Sasa unaenda kufanya kazi za ndani, lazima ujifunze. Wewe utachagua, utatumia mitandao yako ikusaidie kujifunza vizuri, au kuna miongozo kama hii tumewaandalia kuwarahisishia. Wewe mwenyewe ndio utaamua. Unaamua kubaki hivyo hivyo, sawa? Sisi tutakuwa tunapigiwa simu, jamani Jennifer huko hamna kitu, au dada Chezeto hamna kitu. Sisi tunaambia basi tutakubadilishia, si ndio? Nyewe mtaendelea kuchujwa. Wale ambao mtaki kufanya vizuri mtachujwa, mtakaa pembeni. Wale wapambanaji ambao wanajitoa, wanapambana, wanajifunza, watafanya vizuri na watalipwa vizuri. Kwa hiyo kwangu ni hayo. Kwenu utachagua, unataka kujifunza. Kwa kweli hiyo ni juhudi ya mtu binafsi. Yani hiyo ni jitihada binafsi kabisa za mtu, kwa sababu kuna wengi tunakaa nao hapa, tunawaelekeza fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, lakini wapi? Mtu anaenda anafanya tofauti, tunajiuliza huyu ndio yule kweli tulikaa naye training. Tuna training tunafanya, lakini hizo training haziwezi kukufanya wewe ukawa professional. Ukitaka kuwa professional au kufanya kama smart dada, lazima wewe mwenyewe uchukue jitihada zako binafsi. Utenge muda wako, useme nataka kujifunza kitu fulani. Ukisome na useme sasa nimeshakisoma, nimejua. Sasa nataka kuanza kufanyia kazi. Sababu kusoma ni jambo moja, awareness. Lakini intention ya kujifanyia kazi na decision kwamba mimi sasa nitakuwa nafanya hivi vitu kwa ubora, hiyo ni yako wewe binafsi. Haya jamani, karibuni. Asante.